Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa inayokuja kwako na Pastor Miamba. Nitasoma katika Zaburi ya 82 kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, Mungu husimama katikati ya kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu huhukumu. Mungu anasimama katikati ya kusanyiko la Mungu, na katika miungu anahukumu. Sasa tunaposoma maandiko haya kwamba Mungu husimama katika kusanyiko la Mungu na katikati ya miungu anahukumu, maana yake ni kwamba Bwana anasimama katikati ya watu wake, na katika miungu itendayo kazi katika watu wake anaihukumu. Sasa tumeona kabisa katika maisha yetu, tupo katika familia ambazo zina miungu, familia ambazo zina madhabahu, familia ambazo zina uchawi. Hiyo yote inaitwa miungu. Lakini taarifa ya wakati ulioamriwa, Mungu anasimama katikati ya kusanyiko la watu wake, ambaye ndio wewe na mimi. Alafu kama kuna miungu ambayo inaleta mateso ndani yako, anaihukumu. Ni wakati ulioamriwa, tunataka tumkaribishe Bwana aihukumu miungu inayotutesa, aihukumu miungu inayokunyima raha na furaha. Kila kilicholetwa kwenye maisha yako na miungu, iwe ni tabia, iwe ni mienendo, iwe ni hali ya maisha, Bwana akaihukumu hiyo miungu inayoleta tabia hizo, inayoleta mienendo hiyo kwenye maisha yako. Unaweza kumwalika Bwana aihukumu miungu inayosababisha mwenza wako awe mlevi, mwenza wako awe na wanawake ama na waume wengine nje, mwenza wako awe na tabia mbaya. Lazima kuna roho nyuma inayosukuma hivyo vitu kutokea. Na hiyo roho nyuma ni roho ya miungu. Shetani na malaika zake, roho zitendazo kazi, ndio zinazofanya jambo la uharibifu litokee, iwe ni kwako ama kwa mwenza wako ama kwa watoto wako. Unapoona mtoto wako hafanyi vizuri kwenye mitihani yake, ujue kuna miungu, kuna roho chafu zinazofanya asifanye vizuri kwenye mitihani yake. Sasa hivi naona watoto wanajiandaa kwa ajili ya mitihani ya midterm. Lazima miungu ikahukumiwe, iwaachie watoto wetu. Anaenda kuihukumu ni nani? Sio sisi, ni Mungu mwenyewe anaenda kuhukumu miungu iliyojipanga kuwafelisha watoto wako, iliyojipanga kuwafanya watoto wako wawe ni miongoni mwa watoto wakorofi, watukutu, watoto wasiofaa, watoto waliobeba uharibifu kwenye shule. Hiyo miungu inayofanya upotoshaji huo inaenda kuhukumiwa wakati huu. Ni wakati ulioamriwa ambapo Mungu anaenda kuihukumu ile miungu. Anaihukumu vipi? Anaipiga, anaisambaratisha, anaiondoa mbele yako. Kwa hukumu hiyo haitarudi tena kwa jina la Yesu. Unaweza kujikuta umefanya biashara yako, ghafla unaingia hasara. Ni nini kinachosababisha? Ni miungu, ni roho chafu. Unapoongelea miungu, tunaongelea mjumuiko wa uchawi, madhabahu za kipepo kafuta familia, madhabahu ya uchawi, ya mizimu, matambiko na mambo mengine kadha wa kadha ambayo yanaletwa na nguvu za giza. Ni miungu ile. Biblia inaeleza kwamba Bwana husimama katikati ya watu wake, anaenda kuihukumu miungu inayoleta uharibifu kwenye maisha yako, ile miungu inayokutesa, miungu inayokutumikisha. Unaweza kujikuta una tabia ambayo wewe mwenyewe hata hujui hiyo tabia inatokea wapi. Una tabia ambayo hata wewe mwenyewe unajishangaa, unasema hivi tabia, kama watu wangejua nina tabia hii, sio ingekuaje? Unajishangaa, unasema hii tabia imetoka wapi? Ipo miungu nyuma inayotakiwa kuhukumiwa wakati huu ulioamriwa. Kuna miungu ambayo imekutesa, miungu ambayo imekunyanyasa kwa muda mrefu. Kuna miungu ya magonjwa, kuna miungu ya madeni inayoachiliwa uharibifu kwako kwenye maisha yako na mifumo yako. Mkaribishe Bwana Yesu leo wakati ulioamriwa aihukumu hiyo miungu. Yamkini unajua kabisa kwamba kuna tabia mbaya inaendelea ndani yako, ukamkaribisha Bwana Yesu, ukasema Bwana Yesu uihukumu miungu inayosababisha hii tabia. Yamkini unapitia hali ngumu ya maisha, hauielewi imetoka wapi. Unafanya kazi, unapambana, lakini hauoni matokeo. Kuna miungu inabidi hukumiwe leo. Na hiyo miungu itakapohukumiwa, ruhusu tu Bwana aingilie kati, aihukumu miungu inayotesa maisha yako.
miungu ya magonjwa, miungu ya kukata tamaa inayoleta uharibifu katika hali ya maisha, hata unakata tamaa na maisha, hiyo miungu lazima ianguke leo katika jina la Yesu. Hiyo miungu itakuachia katika jina la Yesu. Nilikuwa namhudumia ndugu mmoja ambaye alikuwa amefanya vizuri sana katika biashara. Ghafla biashara yake ikafa, akarudi zero kabisa. Akawa anakuja analalamika, aambia mchungaji, mimi sijajua, mbona nilifanikiwa? Mbona zamani nilikuwa napata fedha? Mbona biashara ilikuwa inaenda? Imekuaje? Kuna miungu lazima ihukumiwe. Kuna miungu lazima ihukumiwe. Pia juzi pia nilikuwa namhudumia mtu mmoja ambaye yani anasema, nasikia uzito kweli kwenye kuenda kazini. Najisikia uzito kweli baba. Yani naweza nikaamka sasa hivi kwenda kazini mpaka inafika saa 7 saa 8 ndio naingia kazini. Ndani yangu Roho Bwana akawa ananisemesha kwa habari ya miungu inayomtesa. Bahati nzuri hata yeye anaelewa. Anambia, baba, yani uliponiombea. Sasa baada hapo Roho Bwana alinielekeza, nikampigia simu, nikamwambia unaendeleaje? Akisema, baba naendelea vizuri. Lakini ndani yake kumbe alikuwa anaendelea vibaya kweli. Basi nikaomba naye pale, nikamwambia endelea. Sasa tulipoonana akaniambia, baba, huwezi jua muda ule ambao unaniombea nilikuwa nimefika mwisho. Nilipoona simu yako inaita nilishangaa, nikaogopa, ghafla nikatetemeka. Akasema mara baada ya kuniombea, akasema nilipata faida ambayo sijawahi pata. Lakini katika maombi hayo kulikuwa kuna hali ya maombi ambayo ndani yake ile miungu inahukumiwa kwa hali inayomletea yule mama yule mtu. Kwa nini namletea ile hali? Ile miungu ilihukumiwa, ikakaa kimya, na kuhakikishia hata wewe miungu inaenda kuhukumiwa wakati huu, na hiyo miungu itakaa kimya kwa jina la Yesu. Na itakapokaa kimya itaachilia vitu vyako ilivyovishikilia kwa muda mrefu. Hiyo miungu itakapohukumiwa itaachilia viungo vya mwili wako. Hiyo miungu itakapohukumiwa itaondoka hapo kwenye maisha yako na kung'oka na tabia mbaya ambayo imekutesa kwa muda mrefu. Hiyo miungu inaenda kuhukumiwa sasa hivi. Nataka niende mbele za Bwana niombe. Ni wakati ulioamriwa. Kuna mtu mmoja anafunguliwa. Miungu lazima ihukumiwe sasa hivi. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya ibada na maombi ya wakati ulioamriwa. Wewe ni Mungu wa rehema sana. Asante kwa maana unatuhudumia kwa neema na wakati wako. Bwana, wakati wako umekuwa ni wakati bora ambao unalenga kutukomboa katika vifungo vyote. Mungu aliye hai, ninaomba kwa ajili ya kufunguliwa kwa mtoto wako huyu. Ukaihukumu wewe ile miungu inayomtesa mtoto wako huyu, ile miungu inayoleta tabia mbaya, inayoleta hali ngumu ya maisha, inayoleta madeni, inayoleta hali mbaya anayojisikia wakati huu, ile miungu inayoleta hofu na kuogopa. Mtoto wako anatembea kwenye matetemeko mengi ya kuogopa. Ile miungu ninaiamuru sasa kwa jina la Yesu. Ninaiamuru sasa iondoke kwenye maisha ya mtoto wako huyu. Baba, ninakukaribisha, ingia wewe mwenyewe, ihukumu hiyo miungu sasa. Neno lako ya kwamba wewe utaenda kujihudhurisha katikati ya kusanyiko la watu wako, na katikati yao utaihukumu miungu. Mungu aliye hai, ninaomba ukahukumu miungu inayomtesa mtoto wako huyu, hata shindwa kuvuta hatua moja kwenda mbele. Mungu aliye hai, ninaomba ukaihukumu miungu inayomshikilia shati lake, hata shindwa kusogea hatua moja mbele. Inaomba Roho Bwana, hukumu miungu iliyomshikilia mume wake, hata anashindwa kupata utulivu. Hukumu ile miungu Bwana inayomshikilia mke wa ndugu huyu ambaye anatembea kwenye uharibifu. Hukumu miungu inayoshikilia watoto wa mtoto wako huyu. Mungu aliye hai, hukumu ile miungu inayopandikiza tabia mbaya kwa watoto, ambazo hata mtoto wako huyu anayenisikia saa hizi, si ajabu hajui tabia za watoto wake, lakini ni miungu ndio inayopandikisha hizo tabia. Mungu aliye hai, ninaomba ingia kwenye familia ya mama huyu anayenisikia wakati huu, ingia kwenye familia ya ndugu anayenisikia wakati huu. Hukumu miungu yote kwenye familia yake, hukumu miungu yote kwenye kazi yake. Mungu aliye hai, hukumu miungu yote kwenye biashara ya mtoto wako huyu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninaomba mtoto wako
wako huyu anapokukaribisha wewe kwa kuisikiliza hii ibada, anapokukaribisha wewe kwa machozi, anakukaribisha wewe kwa sadaka, ya kwamba Bwana kupitia sadaka anayoachilia hukumu miungu ambayo imeshikilia maisha yake, hukumu miungu inayomchelewesha kwenye hatua zake, hukumu miungu inayomchelewesha kwenye utajiri wake, hukumu miungu inayomchelewesha kwenye ndoa yake. Ipo miungu imeshikilia hata anashindwa kuolewa, ipo miungu imeshikilia hata imemzuia mume aliyesahihi kuingia kwenye mifumo ya maisha ya mtoto wako huyu. Roho Bwana, hukumu miungu hiyo leo. Wakati ulioamriwa Mungu aliye hai, unaenda kuihukumu miungu inayomtesa mtoto wako huyu kwa namna yoyote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana naona katika ulimwengu wa roho ya kwamba mtoto wako anaisikia wakati huu. Mungu aliye hai, unapita kwa ushindi usio kawaida, na amefungua moyo wake kukuruhusu wewe Bwana uingie kwenye kila chumba cha maisha yake. Hukumu kila miungu iliyojificha na miungu anayoijua. Kuna miungu iliyojificha ambayo hata mtoto wako ananisikia haijui. Mungu aliye hai, penya kwenye kila kona maisha yake. Amekukaribisha kwa kuendelea kuisikia ibada. Mungu aliye hai, penya, hukumu miungu ile na ianguke leo, kama ulivyoangusha yule mungu wa Dagoni mahali ambapo sanduku la agano lilienda likakaa pamoja na yule mungu wa Dagoni. Ulimhukumu kwa kumwangusha na kumharibu na kumvunja vitanga vya mikono yake. Mungu aliye hai, ninaomba ukaihukumu miungu yote inayomtesa mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa maana kupitia maombi haya ya wakati ulioamriwa unaenda kugeuza historia ya mtoto wako huyu, kwa maana ile miungu iliyokamata na kuishikilia historia isitokee ya ushindi, Mungu aliye hai, ile miungu inaenda kuhukumiwa. Ile damu yako ya thamani, damu yako Yesu, inaenda kuhukumu ile miungu. Ile damu inayonena mema inaenda kuhukumu miungu inayomtesa mtoto wako huyu na kumfanya baki pale alipo kwa muda mrefu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa rehema na neema, kwa maana hata ambaye hana kazi, Mungu unaenda kuihukumu miungu inayozuia kazi. Hata yule ambaye hana mtaji, Roho Bwana unaenda kuhukumu miungu ambaye inamzuia asipate mtaji. Yule ambaye yupo mahali ambapo hapapendi, anafanya kazi mahali ambapo hapapendi, anafanya kazi mkoa ambao haupendi, anafanya kazi na watu ambao hawapendi, lakini ni miungu hiyo imemsimika pale. Tunaomba Roho Bwana kwa jina la Yesu, miungu hiyo ikahukumiwe leo, na mtoto wako huyo aachiwe mahali hapo alipo, aende anapostahili, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana kwa kuisikiliza hii ibada hadi mwisho. Ujue tayari umeshamkaribisha Bwana Yesu aje aihukumu hiyo miungu iliyokutesa kwa muda mrefu, na kwa namna hiyo umemkaribisha apite kila kona ya maisha yako. Na najua kabisa ya kwamba hakuna mahali umemzuia. Umemruhusu apite kwako, apite kwa watoto wako, apite kwa mwenza wako. Ruhusu miungu yote iondoke na kusambalatika, irudi ilikotoka, na haitarudi tena kwenye maisha yako. Basi utashika sadaka yako njema sana kwa Bwana, vile ambavyo Mungu anakushuhudia. Alafu utaiachilia hiyo sadaka, utamwambia Bwana, kupitia sadaka hii hukumu miungu inayonitesa. Kama kuna mahali unataka uitamke kabisa, kama unajua ni biashara, unajua ni kazi, ama ni mume, ama ni mke, ama ni mwenza, ama unatamani ndoa yako kwamba mwaka huu kilichozuia nisiolewe, hukumu Bwana hiyo miungu iliyonishikilia hata nishindwe kuolewa ama nishindwe kuoa. Hiyo miungu itaenda kuhukumiwa. Iwe ni miungu ya familia, iwe ni miungu ya ukoo, iwe ni miungu ya kutupiwa tu na watu wabaya, inaenda kuhukumiwa. Haijalishi ilikotokea, hiyo hukumu ni ya miungu na inaenda kuhukumiwa wakati huu. Umebarikiwa sana wewe uliyesikia ibada hii. Umepata neema machoni pa Bwana. Basi utashika sadaka yako ile ambayo Mungu anakusemesha ndani yako, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Kwa namba hizo nilizozitaja, kwa namna yote unaweza kuzitumia hizo kuachilia sadaka yako, na hiyo miungu inaenda kuhukumiwa leo na wakati huu. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.